ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه. فرجب هو شهر الله الأصم الأصب، قدمه الله بين الأنام وفضله في الجاهلية والإسلام. أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم، وأشكره على ما تكرم، وأستغفره من الكبائر واللمم، وأتوب إليه متوكلا متعمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ضد له، جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي جاءنا بالبينات والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين
إلى سرمدا. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واهد قلبي يفقه قولي. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Ndugu wapenzi watukufu katika dini yetu tukufu ya Kiislamu, kwanza kabisa kila mmoja wetu aweze kutia nia ya itikafu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotujibu katika mambo mema ambayo twamuomba, atuandikie thawabu za kukaa itikafu katika siku kama ya leo. Kadhalika tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema, mwingi wa baraka, mwingi wa neema. Miongoni mwa neema zake kwetu sisi ni kutuonesha hii siku ya leo, Yaumu Sabti, ambayo ni siku yetu ya 6 katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Mwingi wa neema, miongoni mwa neema ni kutuafikia kuweza kufungua rasmi kikao chetu hichi tunachokikaa kwa mwaka mzima kila siku ya Jumamosi baada al-maghrib, kikao ambacho tulikifunga kwa muda wa miezi 4 kwa ajili ya kutoa nafasi katika hafla za kuswaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuafikie na atuwezeshe na atujalie na atusaidie tuweze kurudi katika mazoea yetu ya kukaa baada al-maghrib kila siku ya Jumamosi, hususan katika miezi mitukufu kama hii, na baada ya mwezi huu ni Shaaban, na baada ya Shaaban moja kwa moja itakuwa ni Ramadhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twamuomba tukimwambia, Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadhan. Ndugu watukufu wa Kiislamu, mwezi huu tulio ndani yake, ambayo leo ni siku yetu ya 6, na kwa kuwa tayari ni maghrib tushaingia siku yetu ya 7, pamoja na kwamba twafahamu wako ambao wametangulia, itakuwa wao leo ni siku yao ya 7, na kadhalika kwa kuwa ni magharibi itakuwa ni siku yao ya 8, kulingana na wao namna walivyotazama mwezi wao. Mwezi huu wa Rajab ni katika ile miezi ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea bonus, kama namna ambavyo tumeona shirika la huduma za simu Safaricom wameweka bonus katika masiku haya ya sikukuu na mwaka mpya. Wameweka kwamba kila dakika moja, kila dakika 10 nafikiri wanachukua shilingi 1, yani wameweka ofa
ili tuweze kufaidika katika mawasiliano. Kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya ndiyo yale masiku ambayo ameweka ofa, ameweka bonus. Ibada inayofanywa katika miezi kama hii, malipo yake huzidi siku zingine zote, kwa sababu ni miezi mitukufu. Kama namna ambavyo tumekubaliana siku ya Jumaa kwamba twahitaji tuzungumze yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Rajab. Mwezi wa Rajab kuna mambo mengi ndani ambayo tutakwenda kujadiliana kwa kadiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa anatuelekeza na kutufahamisha. Kabla ya kuingia, tutazungumza taarifu ya shahr ya mwezi huu wa Rajab, taarifu wa mwezi mtukufu wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni mwezi gani? Mwezi wa Rajab imekuwaje? Aslu tasmia, imekuwaje mwezi huu kaitwa Rajab? Tukimaliza hapo, tutasimama katika nukta ya tatu ambao tutaangazia suyamu shahri Rajab, funga ambayo yapatikaniwa katika mwezi mtukufu wa Rajab. Nukta yetu ya mwisho ambao tasimama nayo ni kuangazia ahdathun fi shahri Rajab, matukio ya kihistoria yaliyotukia katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Ndani ya Rajab kumetokea matukio makubwa ya kihistoria yenye maajabu na miujiza, ambao mpaka leo ndugu zetu wale wengine wasiokuwa sisi wanajiuliza maswali ambayo hawajapata majibu. Walakini tutakwenda polepole, nukta baada ya nyingine, na kila pahali ikiwa kuna mtu atakuwa ana mushkili, ana wasiwasi, ana shaka, ana nafasi ya kuuliza, hapa mbona ni hivi, hapa mbona ni hivi, kwa sababu hii ni dini, na dini si rai ya mtu. Dini ni qala Allahu, qala rasulu, wa qala ulama. Bas, dini ni kutazama Mwenyezi Mungu asemaje juu ya jambo fulani. Dini ni kutazama mtume amefundisha nini juu ya jambo fulani. Dini ni kutazama maulama, wanazuoni, wasomi wa dini, na wao wanasema nini juu ya jambo fulani. Hii ndiyo dini. Dini sio fikra za mtu. Moja kwa moja tutaulizana, twasema kwamba mwezi huu wa Rajab ni katika miezi mitukufu. Je, dalili yetu sisi ndani ya Qur'ani ni ipi? Ndani ya Qur'ani ni wapi ambako Mola Subhanahu wa Ta'ala ameutaja mwezi huu wa Rajab kwamba ni katika miezi mitukufu? Tutaje dalili moja ambayo twaitegemea dalili hiyo kutuelekeza kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amekusudia nini katika mwezi mtukufu wa Rajab. Katika aya ambayo imetanguliwa kusoma na qari wetu Ustadh Muhammad Ramadhan, Mwenyezi Mungu ambarikie sana, ametusomea aya katika suratu Tauba, aya nambari 37. Hii ni aya ambayo inaashiria kwamba Rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, bismillahir rahmanir rahim, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurumun dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir al-aya. Hii ni moja kati ya aya nyingi ambazo zinaashiria. Mola anasema hakika hisabu ya miezi katika mwaka ni miezi 12. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi
12 shahran fi kitabillah. Hisabu ya miezi ni miezi 12. Minha, ndani ya miezi 12 hiyo, 4 hurumun, kuna miezi minne ambayo ni mitukufu sana. Mola Subhanahu wa Ta'ala ameashiria kwamba katika mwaka ambao ni miezi 12, ndani yake muna miezi minne ambayo ni mitukufu sana. Hakutaja ni mwezi gani na ni mwezi gani, lakini aliyokuja taja ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama, na ni kwa sababu Mtume ndio masdaru tafsiri al-Qur'an, asili na chimbuko la watu kuelewa Qur'ani, mafundisho yake ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na lau si Mtume uwepo wake, Qur'ani haingeweza kufahamika, bali Qur'ani haingeteremshwa. Lakini Qur'ani imeteremshwa na akawekwa mwalimu mwenye kuifundisha na kuwaelezea watu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama zamani alipokuwa akitufundisha kwamba miezi hii minne ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameashiria kwamba kuna miezi minne mitukufu, katika hadithi imekuja hadithi katika Sahihu al-Bukhari, katika riwaya ya al-Imam al-Bukhari, hadithi iliyotajwa na Sayyiduna Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akisema, inna az-zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda minha 4 hurumun 3 mutawaliyatun dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharram wa rajab shahrun mudhar alladhi baina jumada wa sha'ban. Hii ni hadithi ambayo yapatikaniwa katika Sahihu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye aliyekuja taja kwamba miezi minne iliyokusudiwa, wa kwanza ni Dhulqaada ambao ni mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu. Wa pili akataja akasema Dhulqaada ni mwezi, ni Dhulhijja ni mwezi wa Dhulhijja ikiwa namba ya pili. Tatu akasema Muharram, kwamba ni mwezi mtukufu wa Muharram, ambao Muharram ndio mwezi unaoanza kalenda ya Muislamu, kama ndio mwezi wa kwanza. 3 mutawaliyatun, hii mitatu inafuatana. Dhulqaada ikimalizika ni Dhulhijja, ikimalizika ni Muharram. Mwezi wa 4 akasema wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Wa 4 ni mwezi wa Rajab, huu tulio ndani yake, ambao ni mwezi uliofichika katikati ya Jamada al-Ula na mwezi mtukufu wa Shaaban. Wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Kwa hivyo tumeona kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika jumla ya miezi 12 ameashiria, hakutaja, ameashiria kwamba kuna miezi minne mitukufu. Halafu tukaja tukaona kwamba Mtume ndio alokuja kutaja kwamba ile miezi minne inayokusudiwa ni hii Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram na mwezi huu mtukufu wa Rajab. Hii ndio taarifi kwa ufupi sana ya mwezi mtukufu wa Rajab. Mwezi mtukufu wa Rajab ambao kwamba sisi kama Waislamu ni lazima tuutambue na ni lazima tuufanyie kazi na ni lazima tuushike, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani yake manufaa mingi sana na faida ndani yake ni nyingi sana, kama namna ambavyo tutajaribu kwa kadri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyotuelekeza kuweza kuzitaja baadhi ya faida ambazo Muislamu anazipata katika mwezi mtukufu wa Rajab.
Hiyo ni nukta ya kwanza. Ama nukta ya pili, aslu tasmia, asili ya mwezi huu kuitwa kwa jina hili la Rajab. Wanasema ulama, fakalimatu rajabun jaat min arrujubi au arrajibi wa huwa bimaana at-ta'dhim. Ulamau ahlul lugha, wanazuoni wasomi wa lugha ya Kiarabu, wanatuambia kwamba kilma cha Rajab kimetokamana na arrujubi au arrajib. Hizi ni katika auzan, arrujub ama arrajib, wa huwa bimaana ta'dhim. Kwa hivyo Rajab maana yake ni kitu kitukufu, arrujub kitu kitukufu, au arrajib kitu ambacho ndani yake kina utukufu. Kwa hivyo mwezi huu, zamani ambapo serikali iliyokuwa imetawala fi ahadi Kilabi bin Murra, katika utawala wa Sayyiduna Kilabi bin Murra, ambaye huyu ni babu wa mtume wa tano, alipokuwa yeye ndiyo mtawala anayetawali katika mji wa Makka, kiongozi anategemewa, ule anaitwa religious leader. Wakati ule ndio wakati ambao yeye aliweka mpangilio wa kuita majina, kila mwezi ukapewa jina lake, kila mwezi ukapewa jina lake, na kila jina lilikuwa likipeanwa kulingana na hali namna ilivyo kwa wakati ule. Kwa mfano, ikiwa na wakati wa jua kali, jina litakuja kwa maana ya jua kali. Kwa mfano, ikiwa ni wakati wa mavuno na makulima na wanyama kutoa maziwa mingi, watauita mwezi huo kwa maana hiyo hiyo. Kwa hivyo wakati huu ukaitwa Ar-Rajab ama Ar-Rujub ama Ar-Rajib wa huwa bimaana at-ta'dhim, kwamba ni mwezi ambao walikuwa makabila ya Waarabu wakitukuza sana. Na haya tunazungumza ni kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunazungumza Waarabu wenyewe walikuwa yakifika masiku haya wakiyatukuza sana. Ndiyo masiku ambayo makabila ya Waarabu yalikuwa yakimiminika katika mji wa Maka kwa ajili ya ibada ya haji, kwa ajili ya ziara, kwa ajili ya biashara. Shahru Rajab. Na hadi leo alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alitupeleka kule, tukakaa kwa muda, tumeshuhudia kwamba yanapoingia masiku haya ya Rajab, ndiyo masiku ndo musimul khairi wal baraka wat tijara kwa Waarabu, hususan katika mji wa Maka, ndiyo mwezi wa biashara. Ndio mwezi ambao biashara zinanoga. Waliojenga mahoteli katika mji wa Maka, inapoingia Rajab ndio wakati ambao wao hutengeza senti, kwa maana hoteli zote zinakuwa ziko full booked, kwa sababu ni miezi ambayo ni miezi ya watu kujiweka karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni miezi ya ibada. Na kuanzia mwanzo kwa Waarabu kabla ya Mtume, walikuwa ikifika Rajab wakishuhudia ugeni kila pembe. Wanaingia katika mji wa Maka, aidha wameleta biashara, aidha wamekuja kufanya ibada, kwa sababu ibada ya haji haijaanza na Mtume Muhammadi, imeanza na Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo baada ya nabii, kuanzia Nabii Ibrahim na baada yake mpaka kwetu sisi, ni umma unaotekeleza ibada ya haji kwa sampuli yao ambayo walikuwa nayo. Kwa hivyo mwezi huu ukabahatika sana kuitwa Shahru Rajab, bimaana Shahrul Azim. Ni mwezi mtukufu sana, ni mwezi ambao walikuwa wakiutambua kwa ajili
ya ibada sampuli sampuli. Wayutlaqu aidha Rajab Mudhar, kadhalika katika vitabu baadhi ya ulama wanauita mwezi huu Rajab Mudhar. Hata katika hadithi imekuja hiyo hiyo, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, lianna qabilata Mudhar kanat la tughayyiruhu bal tuwaqqi'uhu fi waqtihi bikhilafi sa'ir al-arabi. Umeitwa Rajabu Mudhara, umenasibishwa na Bani Mudhar kwa sababu katika makabila yote yaliyokuweko wakati ule, kabila hili la Bani Mudhar ndiyo kabila lililoweza kudumu katika kusharifisha na kuadhimisha mwezi mtukufu wa Rajab, kwa maana kwamba Bani Mudhar walikuwa unapoingia mwezi wa Rajab walikuwa wakisimamisha vita. Kwanza walikuwa hawapigani. Katika sharti zao walizoziweka, inapoingia mwezi wa Rajab, hata kama walikuwa wamejiandaa kutoka katika kupambana, walikuwa wakiweka silaha chini, wakirudi nyumbani wakijitayarisha kwa ajili ya ibada. Bani Mudhar walikuwa inapoingia masiku haya walikuwa wakijiepusha na khusumati al-ijtimaiya, walikuwa wakijiepusha na mizozo ya kijamii, walikuwa wakijiepusha na balaa kadha wa kadha ambazo zilikuwa zikiendelea katika maisha. Walikuwa wakiacha mambo mingi sana, walikuwa wakifunga kwa ajili ya kujiandaa kuingia katika ibada zamani yanapofika masiku kama haya. Bikhilafi sairi al-arabi, tofauti na makabila mengine ya Waarabu. Kanu, yalikuwa hayo makabila mengine ya Waarabu, yughayyiruna wa yubaddiluna fi shahri bihasbi halati al-harbi indahum wa huwa an-nasi'u al-madhkuru fi al-Qur'an al-Karim. Makabila mengine lisokuwa la Bani Mudhar walikuwa wao yanapoingia masiku kama haya ya miezi ya Rajab, wao walikuwa wakiendelea na balaa zao, walikuwa vita zao, vita hawasimamishi vita, vita vilikuwa vikiendelea, uporaji ulikuwa ukiendelea, minyanyaso ilikuwa ikiendelea, ubakaji ulikuwa ukiendelea, dhulma zilikuwa zikiendelea. Walikuwa hawajali kabisa, isipokuwa Bani Mudhar. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kusema, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah wa yuhilluna ma harrama Allah ila akhir al-aya. Ndio mwezi huu ukanasibishwa na kabila la Bani Mudhar. Nukta yetu ya tatu ni kuangalia siyamu shahri Rajab. Kwanza tumeanza na taarifu, kuiarifisha kwamba Rajab ni mwezi gani. Tukasema Rajab ni mwezi wa 7 fi takwimi al-hijri. Katika kalenda ya Muislamu Rajab inakuwa nafasi ya 7. Mwezi wa 7, Shaaban inakuwa katika nafasi ya mwezi wa 8, Ramadhani mwezi wa 9, Shawwal mwezi wa 10, Dhulqaada mwezi wa 11, mwisho ni mwezi wa Dhulhijja. Hii ndio taarifu yake. Na utukufu wake tukataja kwamba utukufu wake umeashiriwa katika suratu Tauba aya ya 37, na zipo aya nyingine, lakini hii itatutosha. Umetajwa wapi? Tukitaja hadithi ya Abi Bakrata
ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuja kuitaja ile miezi minne kwamba ni mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na mwezi mtukufu wa Rajab. Nukta ya pili tukasema ni aslu tasmia, asili ya mwezi huu kuitwa kwa jina hili la mwezi wa Rajab, shahru Rajab. Tukazungumza kwa ufupi, na kuna mengi ambayo tumeacha kwa ajili ya muda haututoshi. Nukta yetu ya tatu ambayo tutagusia kwa ufupi sana ni siyamu shahri Rajab, siyamu shahr Rajab, funga ya mwezi mtukufu wa Rajab. Ndugu watukufu wa Kiislamu, ikiwa kuna ibada ambayo yatakiwa iwe inanoga ama iwe inatekelezwa kwa wingi zaidi, ni ibada ya kufunga katika miezi kama hii, ibada ya saumu. Na hii ni ibada ambayo wengi katika sisi hatuna habari. Lakini ndugu zangu Waislamu, ukitaka kufungukiwa katika mambo yako ambayo unahisi yamefungika, ikiwa ni talabi dunia au dhiki maisha, ikiwa ni jambo lolote, iwe ni jambo la kidunia, iwe ni jambo gani unalitaka ama unalikusudia, lakini unapata ugumu kulifikia, fa alaika bisawmi fi hadha ash-shahr, hebu tiania jambo lako kisha ufunge katika mwezi huu wa Rajab. Wallahi thumma wallahi, jambo lako utalikuta. Na si masala ya shaka, ni masala ya mtu kwenda kujaribu. Mimi mathalan nahitaji kununua kipando, nahitaji kununua gari, lakini njia za kununua gari zimenibana, nashindwa kununua gari. Ya Allah, nafunga katika Rajab ili unifungulie ninunue gari. Kisha ukafunga yauman au yaumain au thalathata ayyam au shahru kulluha, ukafunga siku moja tu kwa nia hiyo, ukatia nia yako yoyote. Hata maradhi mtu anayeshahata azungumza, ndugu Muislamu, nenda ukayafanyie tajriba. Wanasema Waarabu, at-tajribatu tariqul iswaba, jambo utakulihakikisha lifanyie majaribio. Mimi ni mgonjwa na ugonjwa wangu umenipeleka muda mrefu sana, nimehangaika huku na huku, nimehangaika kule na kule, nimetumia kila sampuli ya dawa, lakini sijaweza kusikia nafuu. Sasa nafasi ni kama hii, ukatiania Mwenyezi Mungu, nafunga katika mwezi huu wa Rajab ili Mwenyezi Mungu unipe wepesi katika maradhi yangu, unipe shifa na unionyeshe dawa nene nikatumie ili iwe ni sababu ya kupona maradhi yangu. Kisha ukafunga, wallahi thumma wallahi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa wepesi, atakuonesha dawa utatumia, na maradhi kama yale yataweza kuondokea. Imethubutu katika Musnad ya Imamu Ahmad hadithi maarufu sana, ambayo wengi wetu hadithi hii tunaitambua kuwa ni hadithul Bahili, maarufu sana. Imekuja kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun jaa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min Bahila thumma intalaqa
faatahu ba'da sanatin wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu faqal ya Rasul Allah ama ta'rifuni qal wama anta qal ana al-bahili alladhi ji'tuka 'ama al-awwali qal fama ghayyaraka وقد كنت في حسن الهيئة قلت ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بالليل فقال صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك يا باهلي ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم 3 أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك. Hadithi hii ambayo ni hadithi ndefu sana, hadithi hii yapatikaniwa ndani ya musnad ya al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, hadithi ambayo imepokelewa na imetolewa na al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah wa kadhalika al-Imam al-Baihaqi ameweza kuinukuu hadithi kama hii bisanadin jayyidin, kwa isnadi ambayo ni mzuri sana. Hadithi maarufu inaitwa hadithi ya al-Bahili. Kwa ufupi, ndugu Waislamu, ndani ya hadithi kama hii inatuelekeza namna gani tuweze kufunga katika mwezi mtukufu wa Rajab. Alikuja huyu bwana kutoka Bahila, sehemu wanasema shirqi al-Yaman, wengine wanasema ni katika mipaka ya Palestina. Ala kulli hali, alikuja huyu bwana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja akasilimu kwa Mtume mwaka wa kwanza, kisha baada ya muda akarudi zake akaketi. Baada ya mwaka akarudi tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa hakumtambua huyu bwana, akasema ya Rasulullah, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, ama taarifuni, kwani hunijui mimi, umenisahau? Mtume akamwambia naam, wa man anta, nimekusahau kweli, hebu wewe ni nani, nieleze. Akamwambia ana al-Bahili alladhi ji'tuka ama al-awwal, mimi ni yule niliyotoka Bahili, nilikuja mwaka jana mbele yako nikaslimu nikasoma dini, umenisahau? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia fama ghayyaraka, mbona umenibadilikia? Kweli ulikuja ukaslimu ukakaa na mimi kwa muda, kisha ukaondoka, mbona umekwenda umerudi umenibadilikia? Waqad kunta fi husni al-hay'a, ulikuwa katika umbile zuri, ulikuwa umejaza, umenenepa, una afya mzuri, mbona nakuona kama umenibadilikia, umekonda, umedhoofika? Ni kitu gani kimekubadilisha? Huyu bwana akasema ya Rasulullah, ewe Mtume, ma akaltu ta'aman mundhu faraktuka illa billayli, kuanzia mwaka jana nilipoondoka hapa, mimi niliporudi katika mji wangu, ilikuwa nikifunga mwaka mzima, hakuna mchana nilokuwa nikila illa billayli, isipokuwa iftari na ufuturu jioni, nafunga mwaka mzima. Huyu bwana ameslimu, na baada ya kuslimu imani ikamwingia nyingi sana. Aliporudi huyu bwana akawa afunga mwaka mzima bila kula, yeye ni iftari tu ya jioni.
Mtume akamwambia, akasikitika sana, kisha akamwambia, lima adhabta nafsaka, e bahili, mbona umejiadhibu, mbona umejipa tabu, mbona umejisumbua namna hiyo? Akamwambia, sum shahra sabri wa yawman min kulli shahr, kama atakufunga funga ile ya Ramadhan, shahru sabri, wa yawman min kulli shahri, na kila siku na siku moja kila mwezi. Ikiwa una haja ya kufunga, kwanza ni Ramadhani, funga yote. Pili, kila mwezi uwe utakuwa na siku moja ukifunga. Huyu bwana akamwambia Mtume, ya Rasulullah, zidni fa inna bi quwwa, hiyo haijanitosha. Ramadhani peke yake na siku moja kila mwezi, hizi ni kidogo. Zidni fa inna bi quwwa. Ndugu zangu Waislamu, hapa twaona mengi. Moja tunaoyaona, twaona namna gani watu walikuwa wakijiweka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zidni ya Rasulullah, nizidishie. Fa inna bi quwwa, nina nguvu za kufunga. Qal sum yawmayn, tukamwambia basi baada ya Ramadhani kila mwezi funga siku mbili, Jumatatu na Alhamisi, mwaka mzima. Na wako watu ambao twawashuhudia katika mitaa yetu, katika majumba yetu, familia zetu, kuna watu twaishi nao wanafunga mwaka mzima, kila Jumatatu amefunga na kila Alhamisi amefunga, isipokuwa katika dharura, mwaka mzima. Halafu kuna sisi ambao twapiga mwaka mzima, twapiga tu express moja kwa moja mpaka Ramadhani. Kisha kuna wale ambao hata Ramadhani pia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, potelea mbali. Mwenyezi Mungu atuwepesi inshallah taala. Qal zidni ya Rasulullah, nizidishie, siku mbili hazinitoshi. Tumekamwambia sum thalathata ayamin, basi funga siku 3. Qal zidni, niongezee. Tumekamwambia sum min alhurumi watruk, sum min alhurumi watruk, sum min alhurumi watruk. Funga katika miezi ile mitukufu, funga leo acha kesho, funga leo acha kesho, namna hiyo hiyo kwa muda wa mwaka mzima. Ndugu watukufu Waislamu, tujilazimisheni na ibada ya saum katika masiku kama haya. Isipokuwa jambo ambalo lazima tuambizane na tukumbushane ni katika huku kufunga. Ni makosa mwanamume akawa yeye afunga tu na hali mke pale kando anamhitaji, na kinyume chake. Ni makosa mwanamke hata kama ana imani kiasi gani, isokuwa Ramadhani, akawa yeye atafunga tu na pale kando